tutaendelea kumwenzi Yesu Kristo mfalme katika sherehe yake kuu, sio hapa tu, katika kanisa lake lote na katika mataifa yote. Yeye aliye mfalme wa wafalme na kiongozi wa viongozi. Hebu naomba tumpe tena makofi na vigelegele. Wapendwa vijana, tunarudi kwenu tukimshukuru Mungu kwa zawadi yenu. Tunamshukuru Mungu sana kwa uwepo wa vijana katika jimbo letu na wenye uchangamvu pamoja na mapungufu ya hapa na pale, lakini uchangamvu kama katika mambo matakatifu kama tulivyoshuhudia siku ya leo, mlivyoimba vizuri na mlivyokaa kwa mpango hapa, mtadhani mnawakilisha yale mataifa yote ulimwenguni ambayo Yesu Kristo mfalme anayatawala. Metamalaki mpaka ile kanisani ni nyinyi tu leo. Mpaka nyuma ya kanisa ni nyinyi tu leo. Hii ni ishara nzuri sana inayotupa matumaini. Ndio maana nawaomba vijana, endeleeni pamoja na mapungufu yaliyopo katika ulimwengu wa sasa, katika taifa letu. Nyinyi endeleeni kutupa matumaini. Muwe miali ya matumaini, muwe miali ya faraja katika familia, katika jamii, katika maparokia, katika kanisa. Miali ya faraja, miali ya amani, miali inayojali mateso ya watu, miali ya kutuliza, miali ya huruma kama Yesu Kristo mfalme alivyo. Msikubali kamwe hizi fadhila za Yesu Kristo mfalme, hizi tunu, hizi zawadi ambazo tumezisoma na tumeziimba katika utangulizi wa leo, zididimie, zizungukwe na giza. Hapana, nyinyi vijana, jinsi mnavyoonyesha nyuso zinazotia matumaini, na hivyo pia sasa, hata kama tuko kwenye maumivu, taifa tuko kwenye maumivu, tuko kwenye uchungu, tuko kwenye vilio, lakini tusikubali kubaki huko. Tuinue, tuanguke magotini, tuombe toba na tuendelee kuishi fadhila hizi. Tutoe miali ya matumaini, miali ya mwanga, miali ya haki, miali ya upendo, miali ya amani. Na kwa namna hiyo tutatoka huko. Kwa hiyo naomba nyinyi tumuwe sana ni watu wa pekee mnaosaidia sana kanisa ambalo liko kwenye maumivu makubwa, liko kwenye kilio, liko kwenye uchungu, jamii iko kwenye uchungu, lakini nyinyi jinsi mlivyo, umejaa ujana, mmejaa vitu vizuri kama leo, hivyo endeleeni kwa miali ya matumaini, miali ya furaha, miali ya upendo, miali ya haki, miali ya watu wanaoishi kwa hofu ya Mungu, miali ya toba. Tuanguke magotini, tuombe toba kwa iliyotokea. Kwa hiyo ninaomba sana, mnayo kazi kubwa sana. Asanteni sana vijana. Sasa wengine wanatungoja kule mjini, tutakwenda. Mmenipa zawadi, nimesema nalipenda sana na mimi nawapenda sana. Kwa sababu kuna wenzetu ambao wamekufa kwa namna ambayo hatakuweza kufanya toba. Ninaomba paroko hapa apokee hizi fedha. Misa zisoma hapa nyingi sana kwa niaba ya vijana waliokusanyika hapa leo. Kwa niaba ya vijana mliokusanyika hapa leo, ni alama yetu ya toba, na mshiriki hapa, mlioko hapa na mlioko mbali pia, ukisikia hiyo misa mtuombe. Tuwaombee ili Mwenyezi Mungu aonyeshe huruma yake kwake, awapokee katika ufalme wake wa milele. Yule mwizi, pamoja na kwamba alikuwa ni mdhambi, Yesu amemhurumia. Kumbe tunatambua ufalme wa Yesu ni ufalme wa huruma ya ajabu. Na hivyo tuendelee kuomba huruma ya Mungu katika jimbo letu, huruma ya Mungu katika kanisa la Tanzania, katika taifa letu, huruma ya Mungu katika ulimwengu ambao imejawa na usasa na maovu mbalimbali, lakini kwa namna pekee huruma ya Mungu kwa wale waliotutangulia katika haki. Mungu Mwenyezi awahurumie jinsi ambavyo yamechukuliwa kwa haraka, hata bila kufanya toba, bila maungamo. Sadaka takatifu ya misa Mungu aipokee, ikaangue hayo yote na wawe waombezi wetu. Njoo kijana ukachukue. Kwa hiyo utaniombea na mimi.